Nidhamu ya fedha Mr. Victor. Atakafahamu hapa. Kila mtu ana uelewa wake. Kuna watu pia wanaamini nidhamu ya fedha ni kubana na kuto kuwasaidia wengine. Anahisi kama akisaidia anakuwa anaharibia, hawezi kufikia malengo yake kwa haraka zaidi. Hili lina ukweli kiasi gani? Ama ni watu mwingine watu wanajificha kwenye roho mbaya kwa kutumia nidhamu ya fedha, kuto kuwasaidia pengine ndugu yake wa karibu au mtu ambaye aliwahi kumsaidia. Yeye atakiwa abili tuna yake, pengine mwangalie baba yake, mama yake na watoto wake, basi inatosha. Naomba nijibu swali kwa kukupa mfano. Sawa. Tuseme kwamba wewe una kikombe hapo, mimi na kikombe hapa. Sawa. Wewe unahitaji maji ya kunywa. Lakini mimi kikombe changu hakina maji. Na kupaje maji? Tapunguzia. Na kupunguzia nini wakati kikombe changu hakina maji? Na kupunguzia wapi? Yaani ya maji natoa wapi kukuongezea wewe kwenye kikombe chako wakati kikombe changu hakina maji? Kwa maana kwamba, sawa. Na hata kwenye hii hapa niseme kwenye maelezo ya kitu ambacho nachopenda, kama ukiwa kwenye ndege wanasema kwamba ikitokea kwamba kuna shida ya ndege, kuna vitu ambavyo vinashuka ni mask za oxygen. Sawa, kwa sababu uko juu sana kwenye kupumua, oxygen inakuwa chache, kwa hiyo mask ambazo zinashuka pale. Agizo la kwanza unaambia kwamba ujivalishe wewe mask yako kabla hujamsaidia mwenzako, watoto au mtu mwingine. Kwa sababu wewe huwezi kumsaidia mtu kama ushazimia kwa sababu umekosa oxygen. Kwa maana kwamba kuna watu kadhaa ambao tuwe wa kweli watalazimika kuwa na roho ngumu kukataa kuwasaidia wengine ili wao waweze kutafuta, wajipange, wasimame, ndio baadaye waende kuwasaidia wengine. Kuna watu kadhaa hao hapo. Watu ambao wengine wanatumia hapo kama sababu, kwa sababu wao ni wachoyo au nini. Sawa, binadamu tuko aina wengi, sitasema kwamba hawapo, lakini kuna watu kadhaa ambao bora waitwe wachoyo sasa hivi. Baada ya kujitafuta miaka 3-5 mbele, ukiwa una pesa au umesimama mambo yako sawa, ukienda kuwasaidia wengine ni sawa. Na kwenye kuwa na nidhamu ya fedha, unajua ni kitu cha kama nilivyosema pale, uwe na malengo. Sasa wewe kwa mfano una mtu ambaye anakutegemea kwa msaada. Wewe unamkatalia sio kwa sababu hii pesa una mpango nayo kuweza kukusaidia kujenga maisha yako kwa siku za mbele. Wewe na mimi kwa sababu hii pesa tu ambayo ulionayo, ambao sio kama una kazi rasmi nayo, sio kama una mpango nayo, ungependa tu kutumia kufanya vitu vya mwenyewe unavyojua. Hapo sasa inawezekana kwamba umemkatalia kwa roho mbaya. Kwa hapo sio kama najibu swali. Sawa, kuna msemo usijika unaofahamu, wanasema kuwa kila ambavyo unavyopata fedha nyingi zaidi ndivyo ambavyo matumizi pia yanaongezeka. Ndio, yaani wanasema hivyo kwamba na pesa haitoshi. Kwa hiyo kwa mfano kama yule mzunguko 50,000 akipata 200,000, akianza kuipata 200,000, ile 200,000 haitomtosha tena. Sasa na kwanza ni kweli kwamba inawezekana hilo ni kweli, lakini pia vipi ya manage ili kusudi sasa iwe inamtosha na hiyo nidhamu ya fedha awe nayo. Yani mtu akiongezea kipato, sawa. Kwa mfano kipato ilikuwa 200,000 imeongezeka kuwa 300,000, 300,000 imeongezeka kuwa 500,000, 500,000 imeongezeka kuwa milioni. Ishi maisha hayo uliokuwa naishi uliokuwa na kipato cha chini cha zamani. Na vitu ulikuwa uwezi kuvifanya na kuvipata. Kwani ulikufa? Inawezekana vikao vya msingi. Hapana, kwani ulikufa? Napenda kusema kwamba hamna mtu kwa historia ya hapa Tanzania ambao umeendwa kulazwa Muhimbili kwa kukosa gari ya kuendesha. Hamna mtu. Kwa maana kwamba vitu ambavyo unaviona kama ni vya vya msingi, wewe mpaka hapo si ulikuwa unaishi? Kwa maana kwamba ukisema nasema kwamba usitumie milele, hapana. Una kipato cha 300,000, umeongezea kipato kiwe 500,000. Angalau kwa miezi 6 ya kwanza, yani miezi 6 hapo nimewasamea sana. Ningesema kwamba angalau miaka 2, lakini miezi 6 na waonea huruma. Miezi 6 hiyo hela haipo. 300,000 ndio unachopata, hiyo 200,000 haiko kichwani, weka pembeni. Unaweza kuweka kwenye account, unaweza kuweka hizi za mobile money, za simu, sehemu mbalimbali za kuweka zipo. Lakini weke pale, usitumie maisha yako kinyao, uishi maisha hayo ya 300,000 unayoishi. Kishki TV, nuru ya dini yako.